Ni muda tena mzuri sana mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kukualika kuungana nasi katika awamu hii ya kujifunza neno la Mungu. Somo ambalo tunaenda kujifunza kwa pamoja wakati huu na kwa muda usiokuwa mwingi sana, ni somo ambalo linasema kuangamia kwa Sodoma ni onyo kwetu sisi. Kuangamia kwa Sodoma ni onyo kwetu, ni onyo kwangu, ni onyo kwako. Ni onyo kwa walimwengu wa siku hizi za mwisho. Sodoma ulikuwa mji. Sodoma walikuwa watu, wanaume na wanawake. Ikiwa tunatafuta kulipanua somo hilo pamoja na mimi na wewe, naomba tunyenyekee tupate ombi, halafu tuendelee. Tuombe Mungu. Tunalia asante jina lako Mwenyezi Mungu, Muumba mbingu na nchi. Uweza wako, neema yako vimekaa nasi, jina lako litukuzwe. Tunaungana na mtazamaji na msikilizaji ili tuweze kujifunza neno la Mungu. Bariki kila yeyote, ponya wagonjwa, inua Baba wadhaifu wa mioyo, uweze kuwapa nguvu na haja na kiu ya kujifunza neno lako. Wale wanaolemewa moyoni uzidi kuwafariji Baba. Wale waliokuwa na shida endelea kuwafariji. Wote ambao hawakujue uwamulikie. Tunaomba machache mengi pana katika jina la Yesu Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asante sana kwa hayo. Baada ya hayo ni kuendelea na neno la Mungu katika somo ambalo linatuambia kuangamia kwa Sodoma. Kuangamia kwa Sodoma ni onyo kwetu. Kuangamia kwa Sodoma ni onyo kwetu. Kusema maangamizo au namna Sodoma ilivyoangamizwa, ulikuwa mji ambamo wababa walikuwa wanakaa, ambao wamama walikuwa wanakaa, mabinti wasichana wazuri walikuwa ndani, warefu warembo, weupe na wekundu, wanono wembamba, wote walikuwa ndani. Sasa watu walikuwa wanakula na kunywa. Naomba tusaidiane kuweza kujua ya kwamba kwa kweli kuangamia kwa Sodoma ni onyo kwetu. Mimi nimehakikisha ni onyo kwetu. Sodoma na Gomora kulikuwa magorofa, le pyramid, yale majengo ya zamani, majengo magumu sana, ambayo yaliishi miaka na mikaka, ambayo yaliishi karne na karne. Muda uliwadia baada ya kumwasi Mungu. Sodoma na Gomora, hiyo miji ikaangamizwa na miali ya moto. Miali ya moto, mishale ya moto, moto ulao toka kwa Bwana. Inadipendi na maeneo uko nayo. Kuna wenye wanakalia volcanoes, milima ya volcano inayoripuka moto. Iko kama Asia, kama Afrika, kama Oceania, kama wapi, haijalishi tu. Iko duniani, hata iwe mbali sana ya nchi yako. Kuna wengine hapo mwambia volcano wala hata jua ni nini. Ni milima inayotapika moto. Kama nyinyi kwenu hamjue, wao kwao hawajue, kwetu hatujue. Kuna wengine wanaishi hiyo milima. Wanaishi juu ya mawe ambayo ni makaa imezimika, makaa iliyo ya moto. Sodoma ulikuwa mji. Sodoma walikaa watu. Sodoma waliishi wababa, vijana na wasichana. Mji huo kwa leo hauko tena, umeshafutwa. So ni onyo kwetu, a warning, iko avertissement kwetu, ni onyo kabisa. Naomba mimi nisome kwanza Sodoma, halafu niende kwa warning, tuone kama kweli ni onyo kwetu. Hebu nisome Mwanzo 18. Yes 20:21. Wanasema hivyo: Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na cha Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana. Kilio cha Sodoma na cha Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana. 21. Basi nitashuka sasa nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo mimi Mungu nitajua. Haya ndo maneno ambayo
yanaeleza kwa machache kuangamia kwa mji wa zamani wa Sodoma na Gomora. Kuangamia kwa mji huo ambao ni wa Sodoma, ambao ni na Gomora. Yaani ni nini sasa kwetu? Ni nini sasa kwetu? Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura yake ni ya 10 mstari wa 10 na 11. Wakorinto wa kwanza ndiyo fungu la 10 na fungu la 11. Wanasema hivi. Ndiyo Wakorinto wa kwanza sura 10 fungu la 10 na 11, ukiendelea hata na 12. Wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika, wakaharibiwa na muharibifu. Pili, basi mambo hayo yaliwapata hao kwa jinsi ya mifano. Hao watu wa Sodoma yaliwapata kwa jinsi ya mifano. Ikawaje? Yakaandikwa ili kutuonya sisi. Sema amina. Mambo ya Sodoma, mambo ya Gomora yaliwapata wale watangulizi waliomwasi Mungu kwa miaka yao, ili watu wa siku za mwisho, mimi na wewe, mimi na wewe, me and you, iwe onyo. Aseme kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani au ya dunia hii. Now all of these things happened unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Ni kusema the end of the world, mwisho wa dunia umetufikia sasa. Kwa hiyo inabidi tuwe macho, mimi na wewe. Inabidi tukeshe sana. Inabidi tuliongee. Kuna mishi ya zamani ambayo haiko tena, imefutwa. Kuna miporomoko ya milima. Kuna vijiji huko mazingira. Dunia yetu kuna maafa. Kuna miji ambayo inafutwa na tetemeko, earthquake, tremblement de terre. Hii earthquake inapopita tu tetemeko la nchi, unaona kijiji kizima kimekuwa efase, kimefutwa. Kuna wakati milima inamenyeka, mmonyoko wa udongo, mporomoko huko chini, town yote down chini. Watu wa baba wa mama, vijana, vifaranga vizuri, watoto wachanga, wanawake warembo, wasichana wote, mwisho wao unakuwa unawajia ghafla. Kuna miji ya dunia leo, kuna meli zinasafiri majini katika lakes tofauti, katika bahari na ziwa. Yani popote pale, ajali na vifo, maafa ambao yanatoka kulia na kushoto, huwezi kuyahesabu. Leo majanga yako mengi, ajali barabarani, ajali ya magari, ajali kwa ndege wanaoruka angani. Leo vita vimezuka. Vita vilitabiriwa katika Mathayo 24 anza 1 na Isaya 24 anza 1. Yametabiriwa jameni. Ndio maana Paulo ndani ya kitabu cha Wakorinto anasema hayo yote yametujia kama nini? Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya mimi na wewe. So unasikia, do you understand? Unasikiliza vizuri? Yani unapoona mhubiri anasimama kwenye runinga, naweza kusema ni kiambazi, kwenye ukuta, sauti inatoka inakwambia maneno ya Mungu kama haya, ni onyo kwako. Ni onyo kwako baba, ni onyo kwako dada, ni onyo kwako msikilizaji. Usije ukaendelea kung'ang'ania mambo ya ulimwengu unaopita. Usije ukaendelea kung'ang'ania mambo ya dunia inayopita. Usije ukacheleweshwa na cheo. Wengine sijasoma, wengine sijaolewa, wengine sijafanya biashara, wengine sijajenga, wengine and so on, mengi na mengineyo. Wako watu ambao wana majina yaliyofahamika sana duniani humu.
ulimwenguni humu, lakini leo hawako tena. Haijalishi kama alikuwa mhubiri, haijalishi kama alikuwa sijue mfanyabiashara maalum ama wa kwanza yule haijalishi kama alikuwa tajiri wangapi, haijalishi kama alikuwa kiongozi ama rais. Wako wengine kabisa mabango ya mabegani alikuwa, lakini leo hawako. Angamio la Sodoma ni onyo kwetu. Ndiyo maana Biblia inakwambia hivyo katika kitabu cha Luka 21. Luka 21, wakati Yesu alipokuwa duniani aliweza kuyazungumza haya. Ni onyo kwetu. Kuna hata kwengine ambako naweza kuwa nimenani, lakini nitakuja tu. 21:30-25 wanasema hivi. Tena kutakuwa na ishara katika jua na katika mwezi. Tena kutakuwa ishara na katika mwezi na katika nyota na katika nchi, dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake. Yaliyopata watu wa Sodoma yalipita, ilikuwa ni miali ya moto, lakini Yesu kunaye alitabiri ya kwamba mbele arejee mara ya pili kwenye mawingu ya mbingu, akija kutoa zawabu na kuwalipiza kisasi wale ambao hawakutia amri za Mungu. Alisema ishara zitakuwa katika mbingu, mwezi utatiwa giza, nyota zitaanguka, jua halitavuja tena au halitatoa mwanga. Haya yote mnayoyasoma katika Luka ndiyo 21:25. Haiko tena unabii ambao tunautegemea na kuutarajia, hatuutarajie mbele tena, bali tayari ni kama historia yameshatimia. Nyota zilianguka 1831, nyota zilianguka tayari. Jua, mwezi vimetiwa giza miaka hiyo. Ubarikiwe sana. Kwa hiyo sio tena kusema nyota zitaanguka, mwezi utakuwa utakuwa kama damu. Sijui anasema nini? Wanasema kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota. Eti mwezi utakuwa damu, eti jua litatiwa giza, eti nyota zitaanguka. Elewa unabii. Unabii ndio saa ya Mkristo. Kama wewe ni mhubiri ambaye hautaki kujifunza mambo tu ya matukio, dalili za kuja kwa Yesu, dalili za kuja kwa Yesu. Yawezekana ndio maana wengi leo wangali bado wanafanya zile desturi za wakati wa Musa, kana kwamba Yesu hajazaliwa, kana kwamba Yesu hajafia msalabani. My follower, ni kwamba hebu nikwambie ya kwamba Yesu anakaribia kurudi. Hayuko tena ndani ya zizi la ng'ombe. Hapana, hori la ng'ombe, sorry. Lakini hori inakuwa ndani ya zizi. Hakuna cha kupotea hapo. Yesu anakaribia kurudi. Ndio maana wahubiri wengi leo wanashenga hekalu, sababu wanatoa Yesu hayazaliwa. Yesu hajakuja duniani. Yesu hajafa msalabani. Yesu hajafufuka. Na kweli Yesu hajafufuka. Ameshafufuka, amepaa mbinguni. Leo ni kuhani mkuu. Ndio maana wengi wanahubiri wanasema mchungaji lazima alishwe na maziwa ya ng'ombe. Yani ni kama mshahara wa mwezi ndio hivi unatafuta kumaanisha. Hapana. Soma unabii, ujifunze dalili za kurudi kwa Kristo. Utakuta ya kwamba Yesu yuaja, yu mlangoni. Mfalme yu mlangoni. Mfalme yu mlangoni. Ndiye aliyetufia. Hajatufia, ametufia. Sasa unaposema ya kwamba leo yani kuna wengine kabisa wanaonyesha kama ni kama hizo karne za zamani sana, na Yesu mwana wa Mungu hajazaliwa. Ameshazaliwa, ameshakuja mara ya kwanza, ameshatumika duniani, ameshafia msalabani, alilianzisha kanisa, akapaa mbinguni na anakaribia kuja kulinyakua kanisa. Haleluya. Ndio maana wanakuambia zitakuwa ishara. Basi chini kutakuweje? 26 watu wakivunjika mioyo. Lakini hii ya juu tuimalize bwana. Wanasema na katika nchi ziki na mataifa wakishangaa
kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake, watu wakivunjika mioyo na hofu, kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Nguvu za mbinguni zitatikisika. Ikiwa nguvu za mbinguni zitatikisika, ni dalili za kurudi kwa Yesu Kristo. Waasi wataongezeka, maovu yatakuwa mengi, mabaya yatafurika hapa na pale, upendo utaisha ndani ya watu, watu watasalitiana, watu watachukiana, watu watauana kwa ajili ya kutimiza unabii wa kurudi kwa Kristo, na ukiwa katika mfumo ule utakuwa umetimiza unabii mbaya. Pendwa mtazamaji na msikilizaji, na kualika kabisa uwe chonjo, uwe makini, ili tuweze kuendelea na somo letu ambalo linasema dalili za kurudi. Kuangamia kwa Sodoma, kuangamia kwa Sodoma ni onyo kwetu. It's a warning, ni onyo kwetu. 31 katika ile Luka 31 wanasema hivi: nanyi kadhalika muonapo mambo hayo yanaanza, nanyi kadhalika muonapo mambo hayo yanaanza kutokea, mtambueni ya kwamba ufalme wa Mungu ukaribu. Watu leo wanazama katika biashara, kula na kunywa, kuoa na kuolewa, kuambia mambo eti Yesu anakaribia kurudi. Wanakuambia ni kuwapotezea time, ni losing time. Hapana. Bali hebu nikwambie ya kwamba ni warning. Kuko tena onyo, kuko onyo jingine katika hiyo miji ya zamani. Soma Luka 19:26. Wanakuambia, nakwambia 26 ndiyo. Akawaambia hivi 19:26 Luka, nawaambia kila aliye na kitu atapewa. Ndiyo. Hebu nione ya kwamba ni penyewe kabisa ambako nataka kusoma. Hebu nione kama ni penyewe. Sorry, nitani wait kidogo. Wanasema hivi, wanatuambia nini kuhusu wakati huu? Wanakuambia ni Luka 17:20 na ngapi? Na 6. Ndiyo, Luka 17:26. Neno la Mungu linatuambia hivi, ni onyo jingine kwetu, lakini anatuambia, na kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku za mwana wa Adamu. Walikuwa wakila, wakinywa na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Hausikii? Yaani shughuli za kula, shughuli za kunywa, kuoa na kuolewa na mengine mengi ambayo mwanadamu anashikita nayo, yanamfanya mwanadamu akuwe late, achelewe kufanya maandalizi ya kurudi kwa Yesu Kristo. Mungu akusaidie sana. Yanamfanya mwanadamu asikeshe kujiandaa kurudi kwa Kristo. Lakini nakwambia ukweli kwamba ilivyokuwa wakati wa Lutu, ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ilivyokuwa wakati wa mwisho wa Sodoma na Gomora, ndio itakavyokuwa katika dunia ya siku za mwisho. Watu walimdharau Nuhu, watu walimkejeli Lutu. Hebu niwaambie, wanaposema Sodoma unaona nini? Na watu wengi wanaofikiria kwamba Sodoma tu kulikuwa kunaishi yani ni uzinifu tu na pombe. Kweli ndio Sodoma unaposoma Biblia. Tupambanue sana au tupanue sana hali ya Sodoma, tuone kama ndio hali iliyoko katika maisha ya sasa. Soma kitabu PP au Patriarchs and Prophets, ukurasa wa 135 na ni sura ya 14, peji ya kizungu itakuwa 156 hadi 158. Tunasoma Sodoma leo ni uzinifu tu. Mtu anajua kama hazini
hawezi kushikwa na hiyo pepo ya Sodoma. Mtu anajua kama halewi, hawezi kushikwa na hiyo pepo ya Sodoma. Naomba nipanue, maandiko yatupanulie na usikize uweze kufaidika. Miongoni mwa miji iliyokuwa mizuri katika bonde la Yordani, ndiyo ulikuwa mji wa Sodoma, ukiwa umejengwa kama bustani ya Bwana katika rutuba yake nzuri. Miongoni mwa miji iliyokuwa mizuri katika bonde la Yordani ulikuwa ni Sodoma, uliokuwa umejengwa kama bustani ya Bwana katika rutuba yake na uzuri. Chini wanasema mazao ya anasa yalilimwa hapa, mazao ya anasa yalilimwa Sodoma. Anza kuhesabu, kulikuwa rutuba, ardhi, udongo mzuri. Leo wanaume na wanaume wanasamba hata masambo ya hila, wamoja wakiwalagai wengine ardhi, rutuba, udongo. Hiyo ni pepo ya Sodoma. Onyo kwako. Chini walipanda mazao ya anasa hapa, yalilimwa mazao ya anasa. Hapa ndipo makao ya minazi, mizeituni, zabibu na maua yaliyotia harufu yake kwa mwaka mzima. Hizo ndiyo hali picha ya Sodoma. Sio makahaba tu, wale wakutia rangi kwa mdomo na makucha marefu kama ya tai na hao ndege wanaoruka angani hao. Sio tu, bali kuna nini? Yalipandwa maua, wengine wanapodoa viwanja vyao, na kupodoa mahali ni vizuri, lakini kupitiliza mipaka inakuwa kosa. Kuna upodoaji mwingine hata unaoona kabisa watu ni kuharibu pesa tu. Sebuleni, saluni, wanapodoa, wanapitiliza mipaka. Wengine viwanja vyao, yani wengine majumba yao, wanatoa mabati na mengine yaliyokuwepo hayajazeeka na kuchoka kando. Rangi chokaa waliokuwa wamepaka ilikuwa bado na nguvu, lakini yani ile hali ya upodoaji wa Sodomo ndo iliyoko sasa leo. Wengine wanajipodoa viatu virefu, usiniambie, peta kwa pua, wengine kwa masikio, wengine kwa mdomo, wanaweka pete tu, nywele wameharibu. Sodoma na Gomora ni onyo kwetu. Wakazi wa maeneo, mavuno makubwa yalikuwa katika mashamba. Wengine wanaacha kumtumikia Mungu, anaenda wiki 3 kwenda kufanya kilimo. Wala kama ni siku za ibada hatafanya, wala kama ni siku za ibada hatakuwa. Ameenda wapi? Shambani. Wengine wanaenda biashara mpaka kazi ya Mungu wanavunja. Wengine wanatumika kazi mpaka saa takatifu zinawashika. Wengine wanawania kulima na kuuza mazao ya shamba, kuuzisha mazao ya shamba. Hali ya kujiandaa kurudi kwa Kristo ni mteja kwao, ni mgeni kwao, imesahaulika kwao. Wanasema mavuno makubwa yalikuwa katika mashamba, na ng'ombe na mbuzi walifunika vilima. Wewe je? Wengine wanaposoma eti Sodoma na Gomora, kitabu ni cha Mwanzo, sura yake ni ya 18 na 19, kuangamia kwa Sodoma, anafikiri ya kwamba Sodoma inayotajwa ni pombe na makahaba tu. Ndiyo, nayo ni dalili moja, lakini kuna ardhi inayoleta rutuba. Leo kesi ziko kotini ambazo watu wanakula, yani kuwakula wengine. Ufisadi katika kesi za mashambani. Ni je? Pepo ya Sodoma. Pepo ya Sodoma hiyo. Pili, zilikuwa mbuzi, zilikuwa ng'ombe, kondoo wanafunika vilima. Paka siku ya Mungu takatifu, wengi mnashika safari kwenda biashara. Wengi mnafanya biashara mpaka Sabato inaanza na bado mko kwa biashara. Wengine hata hawajui Sabato kama ni amri ya 4 katika amri 10 za Mungu. Dhambi ya Sodoma inawazinga kuhusu kuvunja Sabato. Hiyo ni pepo, kemea. Wanzo pumzika Sabato kama wengine. Unaposoma kumbuka Sodoma, kumbuka Gomora, yani unafikiri ni pombe na makahaba tu. Hapana, kama ni kutafuta pesa, hiyo ni pepo iliyokuwa imewashika watu wa Sodoma, na mji huo umechomwa na miali ya Bwana. Wewe je? Dunia yetu ya siku za mwisho ni vipi sasa?
Ndio maana nakwambia wewe, sijakwambia kama kulima ni dhambi, sijakwambia kama biashara ni dhambi, sijakwambia kama kwenda shule ni dhambi, hapana. Lakini Mungu mbele. Mungu kwanza, tanguliza Mungu, tanguliza haki yake. Ndio imeandikwa katika Mathayo 6:25-26 kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote you will be added, tutazidishiwa, tutaongezewa. Bwana kubariki sana. It will be added, tutaongezewa. Mungu akusaidie sana. Wanasema mavuno makubwa yalikuwa katika mashamba, na ng'ombe na mbuzi walifunika vilima. Ambao hawaende kusaga kwenye visagi, kwenye mamule zao, wao wako ndani ya duka. Ambao hawako dukani, wako ofisini. Leo watu wanaaniwa kwa kazi. Nipate uajira, nipate muajiri, nipate uajira, nani ataniajiri, nitapata kilaka, nitapata kibarua wapi, nipate yani, ndiyo tafuta kazi, lakini Mungu mbele, mengine utazidishiwa. Say amen. Amina. Mungu akubariki. Ndio maana chini wanasema ya kwamba yes, kipi tena kilikuwa Sodoma? Elewa Sodoma. Niende haraka kwa somo tusichelewe. Uchongaji na biashara vilichangia kuufanya mji uwe wa majivuno. That is Sodom. Hiyo ndio Sodoma. Uwe wa majivuno, wanachonga, wanachora, wanachonga, wanachora, wana michoro. Leo huoni hiyo michoro? Hazina na biashara vilichangia kuufanya mji uwe wa majivuno. Hazina za mashariki zilipendezesha ikulu, na wafanyabiashara wa jangwani walileta vitu vya samani kwa ajili ya biashara. Kwa kuhangaika kidogo tu, kwa kuhangaika kidogo sana, kidogo tu, kila hitaji lilipatikana hapa au pale Sodoma. Na mwaka wote ulionekana kana kwamba ni sikukuu. Hiyo ndiyo hali ya Sodoma. Hiyo ndiyo Sodoma. Biblia inakwambia, neno la Mungu. Hiyo ndiyo hali ya Sodoma na Gomora inayonenwa katika Mwanzo sura 18 na 19. Sodoma. Wanaposema Sodoma, wewe unafikiria kwamba ni makahaba na ukahaba basi, ni walevi na pombe basi. Kuna vile ambavyo hata watu wanafanya, hawajui ya kwamba yani wameshikwa na pepo iliyokuwa imenawiri wakati wa Sodoma na Gomora. Ni hiyo, ukitafuta mali unamsahau Mungu, wewe uko yani umeshikwa na hiyo pepo iliyowashika watu wa Sodoma na Gomora. Ukiweza kunywa pombe, ukiweza kutafuta mafugo, ukiweza kutafuta ardhi, leo yani yale mapato yoyote ambayo yanawafanya watu wasahau kumtafuta Mungu, ni ile pepo iliyokuwa wakati wa Sodoma na Gomora. Si ndio hapo? Ndio maana Yesu alisema ulimwengu wa siku za mwisho utakuwa na dalili zitakuwa ni za kutisha. Sababu gani? Watu wengi hawatajua saa yao ya kujiliwa kwao. Kwa kweli niweze basi kutoka hapo niondoke haraka sana. Nitasoma kitabu ni La Tragédie des siècles. Nitasoma Kifaransa. Kwa Kiswahili nikuelekeze utakuwa ni ukurasa gani? Kiingereza utakuwa ni ukurasa gani hapo? Hebu nione vizuri. Kiingereza utakuwa ni 36 ama? Ndiyo, lakini si upate haraka. Tuende na hapa kwenye nimepata ni chapter 1. Chapter 1, Destruction of Jerusalem. Kuangamia kwa Yerusalemu. Ndiyo, ni ukurasa wa 36 Kiingereza. La prophétie du Seigneur touchant Jérusalem doit avoir un autre accomplissement dont ce néfaste événement n'est qu'une pâle image. Dans le triste sort de la cité élue, il faut lire ce qui arrivera à un monde qui a rejeté la miséricorde de Dieu et foulé aux pieds sa loi. Sombre et le tableau de souffrance de notre terre a été le témoin au cours de ce long siècle de crimes. Mungu wetu akusaidie sana. Ni kwamba
wanatuambia ya kwamba unabii wa Yesu utatimia tena. Unabii wa Mwokozi utatimia tena. Aliyoutabiri kwamba kuna kile ambacho kitakaa duniani, na anasema nini? Ndiyo, nimeipata tayari hata na kwa Kiswahili. Inakuwa ni 20 na ngapi kwa Kiswahili? 28. Ndiyo, unabii wa Mwokozi kuhusu mapatilizo ya hukumu juu ya Yerusalemu utakuwa na kutimizwa kwingine. Yes, ule unabii utatimia mara ya pili. Kwa kweli imetabiriwa kama ishara zitakuwa mbinguni, na watu wataona nyota zikianguka, na watu wataona mwezi umegeuka damu, na watu wataona jua limetiwa giza. Na Yesu kasema ya kwamba ndani ya Mathayo 24:1 kama Yerusalemu, hata ukienda 30 Mathayo 23:37 katabiri mabomoko ya hekalu la Yerusalemu. Kasema ya kwamba leo hamutaniona, tangu sasa hamutaniona mpaka mtakaposema ya kwamba heri ajaye katika jina la Bwana. Amen. Sasa ule unabii utatimia tena. Wanasema nini? Kule kutimizwa kuliko sababishwa ukiwa na huzuni ya kutisha, kulikuwa ni kivuli hafifu tu. Katika maangamizi ya mji mteule tunaweza kuona maangamizo ya ulimwengu ambao umekataa rehema za Mungu na kuikanyanga sheria yake. Katika kuangamia kwa Yerusalemu, katika kuangamia kwa Ninawi, katika kuangamia kwa Sodoma na Gomora, katika kuangamia kwa wakati wa siku za Nuhu, tunaweza kusoma ndani kuangamia kwa dunia ambayo ilikataa ujumbe wa rehema. Ni wewe je? Unadhani wanasema milima ndio ilikataa ujumbe? Unafikiri wanasema mabwana ndio yalikataa message? Unadhani wanasema miti? Unadhani wanasema magari ndio yamekataa ujumbe? Sio ng'ombe na mbuzi na kondoo, bali ni wanadamu. Wewe baba, wewe mama, wewe kijana, wewe msichana ambaye hujaokoka. Dunia ya siku za mwisho. Mungu akusaidie sana. Chini wanasema nini? Kumbukumbu za taabu na mateso ya wanadamu ambayo dunia imeishuhudia kwa kipindi cha karne nyingi za uhalifu wake ni ya kuhuzunisha. Moyo unakinaishwa na akili kudhidi kupoteza fahamu za kutafakari. Matokeo ya kukataa mamlaka ya mbinguni yamekuwa ya kutisha sana, lakini katika mafunuo ya tukio la wakati ujao linaelezwa kuwa la kuhuzunisha zaidi. Kwa kweli, nitasoma tena kidogo. Matokeo ya kukataa mamlaka ya mbinguni yamekuwa ya kutisha sana. Twende kwa Yesu. Mtu anasema staki kwenda kwa Yesu. Mimi nawe njia hatuonya tuijue, staki kwenda kwa Yesu. Wewe baba, wewe mama, njoo twende kwa staki kwenda. Yani matokeo ya kukataa mamlaka ya mbinguni yamekuwa ya kutisha sana. Uwe unajipima namna unavyompenda Yesu. Na huo oga ni ndani yako. Huo oga si ni ndani yako. Anayenenwa ni mwanadamu, anayesemwa ni wewe. Lakini katika mafunuo ya tukio la wakati ujao, in future time, ujao, linaelezwa kuwa la kuhuzunisha zaidi. Kumbukumbu za wakati uliopita, msululu mrefu wa ghasia na misukosuko, migogoro na mapinduzi, vita vya kugombea madaraka na kadhalika. Kwa ghasia na mavazi yaliyoviringishwa katika damu, ni kwa jinsi gani haya yanavyoonyesha kutofautiana kabisa. Kutofautiana kabisa kulinganisha na hofu kuu ya siku hiyo, wakati uyaji wa Roho wa Mungu utakapokuwa umeondolewa kabisa kwa waovu, kukiwa hakuna tena uzuiaji wa milipuko. Ndiyo, wa milipuko na tamaa mbaya za wanadamu na hasira kali ya kishetani. Ni jambo la mshangao, ni jambo la kutisha. Mkono wa Mungu utakapoondolewa, usiwe tena kinga kwa waovu.
Meli zote ambazo zitakuwa juu ya maji zinaweza kuzama ndani ya maji. Ni mkono wa Mungu ndio unazifanya zielee juu ya maji. Ziwasafirishe nyinyi wasafiri, ziwapeleke na kuwaleta wasafiri na kuwabeba wengine. Mkono wa Mungu unazifanya zisiende huko vilindini Bwana. Mungu ndiye anaipeleka ndege angani. Ndio maana kwa dakika au sekunde moja Mungu akiachilia, wote wanaweza kumalizika. Ni mkono wa Mungu umeshikilia milima ya mioto ili isilipuke, ndio imewafanya na zoruba isivume bahari ikasirike iweze kuwamaliza wanadamu. Lakini mwanadamu hana masikio ya kusikia. Chini wanasema nini? Wanasema yes. Mungu wanasema roho wa Mungu atakapokuwa ameondolewa kabisa kwa waovu, kukikuwa hakuna tena uzuiaji wa milipuko wa tamaa mbaya na mwanadamu, na hasira kali ya kishetani itakuwa ni jambo la kutisha. Ndipo ulimwengu utakapoona mateso ya utawala, matokeo ya utawala wa shetani kwa namna ambayo kamwe haijawahi kuonekana kabla. Hili neno nitalisoma. Mungu akiondoa ulinzi wake, maangamizi na maafa yatakayokuwepo, namna watu watakufa, namna shida zitaziongeza. Watu ndio watasema kumbe tuliyemtumikia ni mtawala mbaya. Kumbe shetani analipa vibaya. Kumbe ujira wa shetani ni mbaya sana. Mwajiri wetu ni muovu kweli, ametudanganya. Lakini kabla wakati huo hujafika, unaalikwa sasa. Fanya matengenezo. Unaalikwa, unaitwa. Katika siku hiyo, kama ilivyokuwa katika maangamizo ya Yerusalemu, kama ilivyokuwa katika maangamizo ya Sodoma na Gomora, kama ilivyokuwa katika miji ya Ninawi, Tiro na Sidoni. Wale watangulizi wetu, jameni, na wewe unaitwa, na wewe unaalikwa, na wewe unaombwa, unahamasishwa ili ufanye nguvu iwezekanavyo, upokee Injili, upokee neno la Kristo, ujirudi. Amen. Ujirudi, useme ya kwamba nini ambalo nimefanya. Somo linatuambia angamio la Sodoma ni onyo kwetu. Kuangamia kwa Sodoma ni onyo kwetu, watu ambao wanaishi dunia ya siku za mwisho. Tuendelee kuchambua machache. Ili kuweje? Mbona watu huwa wanaambiwa, wanafikiria kwamba itaendelea tu kuwa hivyo, lakini sio hivyo. Kitabu ni cha Ujumbe kwa Kanisa, gombo la 6, volume 6, 60, page 11. Wanasema nini? A great work is to be accomplished in setting before man the saving truths of the gospel. Kazi kuu lazima ifanyike, kuweka mbele za wanadamu ukweli wa Injili inayoponya. Bwana sifiwe. Ndio maana unaona watu tumekuja kwako, tumekualika uungane nasi katika somo hili ambalo linakuonesha yaliyokuwepo miaka iliyopita wakati wa miji ya Sodoma na Gomora, yaliyowapata wale watangulizi wetu. Ni kazi kuu lazima tuifanye, to present before you, mbele zako, this great truth, huu ukweli mkuu ambao ni ukweli wa Injili. This is the means ordained by God. Hii ni namna aliyoiweka Mungu kuweza kupingana na udhalimu ambao umejaa dunia ndani ya watu. Umejaa dunia, wanadamu wote. Hii ndio namna Mungu aliyoiweka kuhuisha sura yake ndani ya mwanadamu, restoring his moral image in man. Kuweza tena kuizua, kuhuisha, aifufue sura yake ndani ya mwanadamu. Mungu akubariki sana. Ni habari njema, ndio inakwambia hivyo. Ndio maana ninakualika uweze na wewe kuwa chonjo, kuwa makini, uzidi kufuata 1, 2, 3 ili uweze kujinusuru wakati unaokuja. Twende haraka sana, tuendelee kuchambua vipi Sodoma ilikuwaje. Je, watu watasikia ama hawatasikia? Kurasa wa 30 na ngapi? Hii itakuwa ni 36, lakini kabla sijasoma PP wazee na manabii, nitasoma Ezekiel 16:49. 16:49, kitabu cha Ezekiel. Wanatuambia hivi, lazima upate. Wanadamu watasikia kweli?
watasikia hiyo habari njema, watatii habari njema. 16:49 neno linatuambia hivi, sikia namna watu wanashiba. Tazama uovu wa umbu lako Sodoma, ulikuwa huu kiburi na kushiba chakula. Watu wa Sodoma walikula na kunywa, halafu mambo ya kwenda kuomba Mungu wakaona ni kupoteza muda. Yani, tazama uovu wa umbu lako, yeye Sodoma, ulikuwa huu. Dhambi ya Sodoma ni gani? Ulikuwa huu. 1, moja ni kiburi. 2, na kushiba chakula. 3, na kufanikiwa. Unaona? Kufanikiwa nayo ni kumbe inaweza ile baraka kuliko ikufanya umtukuze Mungu, inakupeleka kugeuka kama watu wa Sodoma na Gomora, miji ya zamani. Mambo matatu tena mazuri wanasema. Kwanza kiburi basi si jambo nzuri. 2, kushiba chakula. 3, kufanikiwa. Hayo yalikuwa ndani yake na binti zake, tena hakuutia nguvu mkono wa maskini na mhitaji. 50, nao walijivuna wakafanya machafuko mbele zangu, kwa sababu hiyo niliwaondoa hapo nilipo yaona. Walijivuna na kufanya machukizo, kwa sababu watu wengi leo majivuno yanawasaga. Wengi wanasema hata kuokoka ni mahubiri ya wenye wamekosa pato. Kushiba chakula hiyo ni shibe. Hizo ndizo dhambi ambazo zilizinga Sodoma na Gomora, halafu Mungu akasema ya kwamba atawaondoa. Hebu tuende haraka basi. Kwa kweli umbu lako, anasema hiyo ndio ilikuwa dhambi ya Sodoma, ni kiburi. Hauna kiburi? Kama una kiburi, pepo ya Sodoma imekushika. Kushiba chakula sio tu kile cha mezani, bali na zile pesa za mfukoni, bali na yale mashamba, bali na vile viwanja, bali na zile gorofa na gorofa, yale magari na magari, zile shamba, farms na farms, ferme na ferme. Hiyo yote ni shibe. Kushiba chakula na kufanikiwa, fanaka zozote zile, Mungu anasema ya kwamba ni ubaya wa binti za Sodoma na Gomora. Na je, watu watakubali kuonywa? PP 36, katika Sodoma kulikuwa na mizaha na mashindano, sherehe na ulevi, mizaha, mashindano. Kwenu vipi? Hiyo ndio ilikuwa katika Sodoma. Tamaa kubwa hazikuzuiliwa. Kwa wazi watu walimchafua Mungu na sheria yake, wakapendezwa katika vitendo vyao vya maovu. Ingawa kulikuwa na mfano wa ulimwengu uliokuwa kabla ya ule wa gharika, na kujua jinsi Mungu alivyojidhihirisha kwa kuangamiza, bado walifuata uovu wao tu. Na wewe je? Baba unaalikwa, baba unahamasishwa. Ndio. Wanatuambiaje chini? Kwenda haraka sana. 41. Ndio. Tufanyeje wapendwa watazamaji kwa somo hili ambalo linatuambia angamio la Sodomo ni onyo kwetu. Cha kufanya kipo ni kutubu na kujirudi. Ndio kabisa. Halafu utaendelea na kiburi. Halafu utaendelea na kufanikiwa. Jamani, tuende kwenye nyumba ya Mungu. Naenda kwa biashara, nina maduka 5, umefanikiwa. Nina ng'ombe sijui wa hali gani, umefanikiwa. Nina mbuzi lazima walishe, umefanikiwa. Yaani kufanikiwa nayo inakuwa jaribu. Kuliko uwe mkono mzuri sana, au njia ya kukufanya wewe uambatane na ukweli, umshike Mungu, umfuate Mungu, mapato mafanikio nayo inakutenga na kumtumikia Mungu. Mwanadamu, tufikiri vizuri. Chini wanasema hivi, tunapaswa kujali. 41, 41 au 41, Patriarchs and Prophets. Tunapaswa kuwa waangalifu katika kutojua. Tunapaswa kuwa waangalifu katika kutojali nafasi ya Mungu aliyotupatia kwa ajili ya wokovu wetu. Tufanye nini? Tujali nafasi yetu.
Keep your time, save your time. Wanakwambia nini? Tunapaswa kuwa waangalifu katika kuto kujali nafasi ya Mungu aliyotupatia kwa ajili ya wokovu wetu. Analeta wahubiri hata hawakuuzii mahubiri, lakini kusikiza hutaki kusikia. Na Mungu aliweka masikio ambayo yana mirija ya kusikiza, ya kupeleka sauti na mpaka zamiri zinasikia, lakini wengine wananuna. Chini wanasema, kuna Wakristo wanaosema, ndiyo, sijali kuokolewa isipokuwa washirika watoto wangu wawe wameongolewa pamoja nami. Wanahisi ya kwamba mbingu haitakuwa mbingu pasipo kuwepo wale wanaowapenda. Ni problem. Hizi sio tabia zako kweli. Naomba ujali sana. 42 wanakwambia hivi, wakati wa Sodoma na Gomora, time uliwapita tu kwa mizaha tu. Wanasema hivi, jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi Lutu alipoingia Soari. Miali ya asubuhi ilionekana kuzungumza juu ya heri na amani katika miji ya bondeni. Maisha mapya yalianza katika mitaa. Wanadamu wakubwa walikuwa wakienda huko na huko wakiwa na dhamira za biashara. Wakiwa na dhamira za biashara au anasa za siku hiyo. Wakwe wa Lutu walikuwa wakifurahia juu ya hofu na maonyo ya mzee waliyesema asiyekuwa na akili nzuri. Basi kwa ghafla ndio matukio yaliwafikia. Usifikiri ya kwamba Yesu atakuja na jua limeanza kuchomoza magharibi. Hapana. Jua halitachomoza kaskazini, ni huko mashariki tu. Na mito itakuwa inaenda ikishuka huko chini tu. Lakini nguvu za kufufuka, dhamiri zako zifufuke. Ujiulize, nimefanya nini? Nimeumbwa nimfanyizie Mungu nini? Hakuna. Umezama kabisa. Tuende haraka sana. 43 wanasema hivi, mkombozi wa ulimwengu amesema. Mkombozi wa ulimwengu amesema nini? Mkombozi wa ulimwengu amesema kwamba kuna dhambi kubwa zaidi ya zilizosababisha Sodoma na Gomora ziharibiwe. Mkombozi wa ulimwengu amesema ya kwamba kuna dhambi kubwa ya zile zilizofanya Sodoma na ulimwengu ziharibiwe. Wale wanaosikia wito wa kumwita mwenye dhambi, wa kumwita mdhambi ili atubu, na hasikii, na ni wakosaji mbele za Mungu zaidi ya wakazi wa bonde la Sidimu. Na bado dhambi kubwa ni kwa wale wanaojifanya kumjua Mungu na kutunza amri zake, huku wanamkataa Kristo katika tabia za maisha yao ya kila siku. Katika nuru ya onyo la Mwokozi, angamizo la Sodoma ni fundisho kubwa, sio tu kwa wale wakosaji wa dhambi za wazi, lakini kwa wale wasioamini nuru kutoka mbinguni na umuhimu wake. Wale wanaojifanya kumjua Mungu, na waonya kwa sasa, na nyinyi muokoke mara. Dunia yetu inakaribia ukingoni. Tunaenda jameni, wakati wetu wa mwisho. Testimonies kitabu cha 6:22 inasema, we haven't time to lose again. Hatuna muda wa kupoteza. Na kualika baba, na kualika mama, kujirudi ndani tena. Sababu Sodoma na Gomora, sio makahaba na walevi sio ambao walikuwa wanaujaza mji tu, bali wafanyabiashara walikuwa ndani, wakulima walikuwa ndani, mbuzi na ng'ombe zilifunika vilima, mashamba ya rutuba nzuri, na anasa za kila aina, kufanikiwa na kushiba chakula, vyote vinaujaza dunia yetu. Paka injili ya Kristo haina nafasi ndani yako. Na kualika ujirudi. Mungu akusaidie, akufanikishe, akushindanie, uweze kukata hatua, uhame tabia mbaya sawa za ulimwengu wakati wa Sodoma na Gomora. Ujoini au ukumbatie ukweli leo hata milele katika jina la Yesu. Amen.